Mheshimiwa wa mtandao wetu wa Mokenya TV unapotazama, natumai umzima ubuheri wa afya. Hujambo, lakini karibu katika uchanganuzi wa siasa ili nikueleze vile mambo yalivyo, kisha baadaye tutakuwa tunayaangalia kwa undani kwa kina kuchanganua kabla ya dakika ya 10, kwa sababu hii kana naileta chini ya dakika 10. Naomba tu uweze kunifuatilia ili nikufahamishe yale ambayo yanaendelea haswa katika sekta ya siasa. Kilio kimeweza kutanda baada ya kombora kali kurushwa katika ikulu ya Rais William Ruto. Ni kipi hiki ambacho kinaendelea haswa katika sekta ya siasa? Nitakueleza kwa undani, lakini kabla nikueleze, naomba kushukuru wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo. Mzidi kufunguliwa milango ya mibaraka na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi. Niko na ombi moja tu, unyenyekevu na heshima kubwa unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini, bonyeza hiyo alama ili kutukabidhi like katika kanda hii. Na ikiwa wewe ni mgeni hauja subscribe katika channel yetu ya Mokenya TV, kuna kitufe hapa chini kimeandikwa subscribe. Lakini unapotazama, ikiwa umeandikiwa subscribed, wewe hauna nia ya kubonyeza, lakini ikiwa umeandikiwa subscribe inamaanisha hauja subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kuandikiwa subscribed. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mokenya TV. Maana tunapoweka kanda mpya utakuwa unapokeza notification na kufahamisha kwa Mokenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Na sambaza hii kanda kwa 1 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Without wasting your time, back to today's analysis. Kombora ni lipi ambalo limerushwa katika ikulu ya Rais William Ruto? Siku ya Jumatano, Rais William Ruto, wakati kulikuwa na maombi ya kitaifa katika hotel ya Safari Park, aliweza kusimama na kuomba msamaha vijana wa Gen Z na wa Kenya na mataifa mengine ikiwa serikali ya Kenya imewakosea. Tusikize, nikirudi nitakufahamisha vile kombora limeweza kurushwa kwake. Tusikize vile aliweza kuomba msamaha nchini Kenya. To our children, if there is any mistake, we apologize. Friends, our neighbors from Tanzania, if we have wronged you in any way, forgive us. Friends from Uganda, if there is anything that Kenyans have done that's not right, we want to apologize if there is anything. Baada ya Rais William Ruto kuomba msamaha kwa vijana wa Gen Z na wa Kenya wote kwa ujumla, sasa kombora lile ambalo limerushwa kwa ikulu ni hivi. Aliyekuwa mwanasheria mkuu na akawa waziri wa utumishi wa umma katika serikali ya Rais William Ruto, ambaye amejitokeza sasa, ambaye ni Justin Muturi, na kusema ya kwamba msamaha Ruto aliomba, alitumia kiunganishi kwamba kama, akasema kuna makosa ambayo yamefanywa na serikali. Ruto hangestahili kusema kama tumekosa, angesema tumekosa, tunaomba msamaha. Na amesema msamaha huo au peleke sugoi kwake na sio kwa Wakenya. Tena amesema ya kwamba ikulu ya Kenya amedai kwamba is a crime scene. Tusikize. Munisikia nikiwaambia State House is a scene of crime. Take your apology to Sugoi. William Ruto atikwa prayer breakfast anasema kama tulikosea, bali kushika watu si makosa, kuwaua, kuwaficha si makosa. Ati kama tulikosea natoa msamaha. Iko msamaha hapo? William Ruto, take your apology to Sugoi. Justin Muturi, hiyo sauti ni yake. Now, amesema State House is a crime scene. Ni mahali ambapo kuna hatari kubwa. I want to put this into perspective so that we can understand why Justin Muturi is keeping on hitting on the current regime that is under William Ruto. Kwa nini anashambulia uongozi wa Rais William Ruto? Number 1,
Justin Muturi anataka kulipiza kisasi cha kisiasa. Wakati alikuwa mamlakani kama waziri, vile aliweza kung'olewa na Rais William Ruto baada ya yeye kukosoa serikali aliyokuwa anayohudumia wakati huo kwamba inateka nyara wa Kenya, jambo ambalo liweza kusababisha yeye kung'olewa. Sasa ako on a mission to make sure Ruto is going home in the next general elections. Vile baadhi ya wale ambao walimuunga mkono katika uchaguzi uliopita wako nyumbani, naye aende nyumbani katika uchaguzi ujao, kwa sababu akina Mithika Linturi, Justin Muturi na wengine, Rigathi Gachagua, wote wamesema liwe liwalo na liwe, wameungana kuhakikisha wanamsaliti Ruto kutochaguliwa vile aliwasaliti wao. Kwa hivyo mrengo wa upinzani unataka kuhakikisha ya kwamba umelipiza kisasi katika uongozi wa Rais William Ruto. Cha kushangaza zaidi, aliyekuwa waziri katika serikali iliyopita, ambaye wakati mmoja Ruto alisema wanaendelea na mazungumzo, Peter Munya, eti wanaendelea na mazungumzo naye ili maybe amtafutie cha kufanya katika serikali. Sasa amejitokeza wazi na kusema ya kwamba ameungana na mrengo wa upinzani ambao unaongozwa na Rigathi Gachagua, Fred Matiang'i, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Justin Muturi na wengine kuhakikisha ya kwamba Ruto becomes a one-term president. Tusikize Peter Munya ameungana na Rigathi Gachagua. Tusikize. Tukiwa hapa ukishikana hivi, usiwe na wasiwasi yoyote. Na sisi tulikutana kama chama na tukakata kauli moja ya kwamba tunaungana na viongozi hawa wengine kwa muungano wa opposition kuhakikisha ya kwamba ni one term. Umesikiza? Hii ni ishara tosha kwamba kikosi hiki kimeamua kujaribu kila wawezalo kuhakikisha ya kwamba hawatengani, wako pamoja hadi uchaguzi ujao wa mwaka 2027 ili kumuondoa Ruto mamlakani. Kwa hivyo siasa zinaendelea kuchukua mkondo tofauti kuliko ama tofauti na vile tulikuwa tunatazamia. Wait and see. We are going to have, if all goes well, different leaders are going to be elected in the next general elections. What do you think? Justin Muturi, mashambulizi yake yanaweza kumfanya Ruto kuwa one-term president? Niandikie katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, sina lingine la kuongeza. If you are watching but you have not subscribed to our YouTube channel, I'm begging you, I'm requesting you to consider subscribing to our YouTube channel by hitting the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell that is against the subscribe button, so that the moment we upload any new video clip as Omo Kenya TV, you will be notified automatically by YouTube that Omo Kenya TV has uploaded a new video clip to watch. Remember again to share our content to other WhatsApp groups and even on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Omo Kenya TV. Ladies and gentlemen, be blessed by our supreme being. Have a last meet in the next video. Bye bye.